Namna malaika wanavyozuia mabaya yasiyoonekana maishani mwako. Kuna mambo mengi yanatokea katika maisha yako ambayo macho yako hayawezi kuyaona, lakini mambo hayo huanzia kwanza kwenye ulimwengu wa kiroho. Kabla mabaya hayajampata mtu, mabaya hayo huanzia kwanza kwenye ulimwengu wa kiroho. Na siku ya leo nitakwenda kufundisha jinsi malaika anavyoweza kuzuia mabaya kabla hayajakupata. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, kama wewe unamwamini Mungu ni wa kwanza kwenye maisha yako, tafadhali like video hii kisha kaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama bado hujasubscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unakaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Twende moja kwa moja tukaangalie jinsi malaika anavyoweza kuzuia mabaya au anavyoweza kuzuia mabaya kabla hayajakupata. Jambo la kwanza, malaika huzuia mabaya kabla hayajakufikia kwako. Moja ya kazi kuu ya malaika ni kuzuia mabaya yasikufikie hata kabla hujayaona. Kuna hatari ambazo zilikuwa njiani kuja kwako, kulikuwa kuna ajali, hila za watu wabaya au maamuzi mabaya, lakini malaika walizizuia njiani. Huenda uliwahi kubadili uamuzi wako dakika ya mwisho bila sababu ya kueleweka. Hilo sio bahati mbaya au sio bahati nzuri, mara nyingi ni ulinzi wa malaika uliokuwa ukifanya kazi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 91 na mstari wa 11 imeandikwa, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Neno la Mungu lasema kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Malaika anaweza akakulinda kabla jambo mabaya hajatokea. Kazi ya malaika ni kuhakikisha wewe unakuwa uko salama. Kuna muda kabla jambo halijatokea, Mungu anaweza kukuepusha na jambo hilo kabla hajakupata. Wewe unaweza kuwa umelala wakati wa usiku, hujui kinachoendelea. Wapo maadui ambao huwa wanakuwazia mabaya, maadui ambao huwa wanakutumia mipango, wanakutumia mashambulizi, lakini malaika amekuwa akiyazuia kabla jambo hilo halijakupata. Kwa hiyo jambo la kwanza, malaika anakuwa anafanya kazi ya kuzuia mabaya kabla hata hajakufikia. Yeye anahakikisha anazuia. Malaika ni roho waliotumwa na Mungu kwa ajili ya kumhudumia mtu yeyote anayemwamini Mungu. Ni roho waliotumwa na Mungu kwa ajili ya kuwasaidia wateule wa Mungu. Kwa hiyo kabla mabaya ya kufikia, malaika huwa wanafanya kazi ya kuyazuia mabaya yale ili yasikupate. Lakini jambo la pili, malaika hubadilisha mwelekeo wa matukio. Wakati mwingine mambo yanaharibika ghafla mbele yako, mpango unavunjika, safari inadhairishwa au fursa inapotea. Kwa macho ya kawaida hili linaweza likaonekana kama hasara, lakini kiroho inaweza kuwa malaika wameingilia kati kubadilisha mwelekeo wa tukio hili ili kukuokoa na jambo baya ambalo lingetokea mbele. Kwa hiyo kuna nyakati kupoteza ni ulinzi, kuna wakati mwingine kupoteza ni ulinzi. Kwa hiyo kuna muda unaweza kushangaa mambo yanaharibika kwenye maisha yako. Malaika anapoona jambo hili labda mbele kuna kitu kibaya kitatokea, malaika anaweza kubadilisha mwelekeo wa jambo hilo, anaweza kubadilisha mwelekeo wa tukio hilo. Unashangaa tu ulikuwa umepanga kusafiri, unashangaa ghafla safari kuna jambo latokea, safari unaghairisha, lakini kumbe malaika anakuwa amekuepusha na jambo hilo. Anakuwa amekuepusha, kuna jambo baya ambalo lingekupata, lakini malaika anakuwa amekuepusha. Kwa hiyo jambo la kwanza, malaika huwa wana jambo la pili, malaika hubadilisha mwelekeo wa matukio. Anaweza kubadilisha, ulikuwa umepanga kufanya kitu fulani, unashangaa kuna emergency inatokea tu, jambo lile lifanyiki. Kwako wewe unaweza kuona umepoteza, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho tayari malaika amefanya kazi ya kukulinda, kwa sababu anajua ungefanya jambo lile kuna baya lingekupata. Kwa hiyo kuna muda malaika huwa wanafanya kazi ya kubadilisha. Malaika jinsi anavyoweza kuyazuia mabaya kabla hajakupata, huwa anabadilisha mwelekeo wa matukio, anaweza kubadilisha ratiba yako. Kwa hiyo kuna muda kuna nyakati kupoteza sio hasara, kupoteza ni fursa. Kuna muda yani kupoteza kwako ndio ulinzi wako. Lakini jambo la tatu, malaika hupambana na nguvu za giza kwa niaba yako. Katika ulimwengu wa roho, si kila mtu anayekutakia mema. Kuna vita kati ya nuru na giza. Malaika ni askari wa Mungu waliotumwa kupigana vita usivyoweza kuviona. Wanazuia mipango mibaya, wanavunja mikakati ya adui na wanapunguza nguvu ya mashambulizi ya kiroho dhidi yako hata pale ambapo hujui kabisa kuwa kulikuwa na hatari. Kwa kazi ya malaika hupambana na nguvu za giza kwa niaba yako. Kuna muda malaika anaingia kwenye
vita, anapambana kwa niaba yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 na mstari wa 15 hadi wa 17, imeandikwa hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtumishi wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyaje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Unaona hapa Elisha analindwa. Kwa hiyo kazi ya malaika hupambana na nguvu za giza kwa niaba yako. Unaanza kuona malaika walikuwa wamemzunguka Elisha pande zote, alikuwa amezungukwa pande zote, wamemzunguka. Kwa hiyo malaika huwa wanafanya kazi ya kupambana na nguvu za giza kwa niaba yako. Lakini jambo la 4, malaika huweka ukuta wa ulinzi usioonekana. Kuna aina ya ulinzi wa kiroho unaozunguka baadhi ya watu, ulinzi ambao hauonekani lakini una nguvu kuliko silaha yote ya kimwili. Malaika wanaweza kuunda ukuta wa kiroho unaozuia madhara yasikufikie. Hii ndio sababu wakati mwingine unajikuta unapitia katika mazingira hatari, lakini unatoka salama bila maelezo ya wazi. Kuna muda unaweza kukutana na hatari ukashangaa labda umepata ajali, lakini kwenye ajali ile unatoka salama, unatoka hujaumia. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Zaburi 34 na mstari wa 7 imeandikwa, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kuna muda malaika anaweza kupigana. Malaika huweka ukuta wa ulinzi usioonekana, unawekewa ukuta wa ulinzi usioonekana. Kwa hiyo kuna muda malaika anakuwekea ukuta wa ulinzi, unashangaa inatokea ajali au inatokea ugonjwa, wengine wanakufa lakini wanabaki salama. Inatokea ajali, wewe katika ajali ile unatoka salama. Huu ni ulinzi wa malaika. Jambo la 5, malaika huleta onyo kupitia hisia za ndani. Sauti ya ndani inayokuambia usifanye hiki au ondoka hapa si ya kupuuzwa. Mara nyingi malaika hutumia hisia zako za ndani kama njia ya kukuonya. Na ulinzi wa mapema, ukisikiliza kwa makini, unaweza kuepuka mambo mengi mabaya kabla hayajatokea. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 13 imeandikwa, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Unaona, kuna muda malaika huleta onyo kupitia hisia za ndani. Unaona hapa malaika anamtokea Yusufu katika ndoto, anamwambia usihofu kumchukua mkeo, ondoka. Biblia inasema anamtokea katika ndoto, na hao walipokwisha kwenda zao, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri. Ukiendelea hapo utaona Yusufu baada ya kuamka hakupuuzia ndoto aliyoiota. Kwa hiyo kuna muda unabidi ujifunze namna ya kuzishughulikia hisia au ndoto ambazo unaziota. Jambo la 6, malaika huathiri watu na mazingira kwa ajili yako. Malaika wanaweza pia kuathiri hali ya watu wanaokuzunguka. Mtu anaweza kubadilisha mawazo ghafla kuhusu kukudhuru, au mazingira fulani yakabadilika bila sababu isiyoeleweka. Haya yote yanaweza kuwa ni malaika wakifanya kazi nyuma ya pazia, wakihakikisha usalama wako. Kwa hiyo kuna muda malaika huathiri watu au mazingira yako kwa ajili yako. Ndio maana ukisoma pia kwenye kitabu cha Kutoka sura 23 na mstari wa 20 imeandikwa, tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Kwa hiyo malaika, Biblia inasema tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde. Mungu anasema namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jambo la 7, malaika hufunga milango ya hatari kimya kimya. Malaika hufunga milango ya hatari kimya kimya. Kuna milango mingi maishani, milango ya kazi, mahusiano, safari na maamuzi, lakini sio kila mlango unaokuja mbele yako ni wa baraka. Mara nyingi malaika hufunga milango fulani bila wewe kujua. Unajikuta unajaribu
unashindwa, unasukuma ifunguki, unaona ni bahati mbaya, lakini ukweli ni huu: malaika wamezuia hatari iliyokuwa nyuma ya mlango huo. Kuna watu ambao hawakuingia kwenye kazi fulani na baadaye wakaona kampuni ile imeanguka. Huo sio mchezo wa dunia, ni ulinzi wa kiroho. Kwa hiyo kuna wakati malaika hufunga milango ya hatari kimya kimya. Kuna muda malaika anaweza akafunga mlango fulani. Unataka kazi fulani lakini ukashangaa kazi ukaikosa. Mwisho wa siku unakuja kujua kumbe ungeipata ingekuumiza. Ungeipata kuna jambo baya lingetokea. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi ambalo tutakuwa tambue. Lakini pia malaika huchelewesha mambo ili kukokoa. Kuchelewa sio mara zote ni laana. Kuchelewa si mara zote kana kwamba inamaanisha laana. Kuna nyakati unachelewa safari, unakosa basi au mpango wako unasogezwa mbele na unakasirika, lakini hujui kuwa kuna tukio baya ambalo lingetokea kama ungeenda kwa uliopanga. Malaika hutumia kuchelewesha kama kinga ya muda, wanabadilisha saa ya tukio ili kuondoa kwenye hatari. Kwa hiyo kuna muda malaika anaweza kukuchelewesha. Kuna kitu ulikuwa unakipata na shangaa kile kitu kinachelewa. Utakiwa kunung'unika. Lakini jambo la 9, malaika huondoa watu hatari katika maisha yako. Sio kila mtu anayekuacha ni hasara. Wakati mwingine rafiki anaondoka ghafla, mahusiano yanavunjika au mtu anakata mawasiliano bila sababu ya kueleka. Unaumia, lakini kiroho malaika wameondoa mtu ambaye angekuumiza baadaye. Kuna watu ambao walikuwa wazuri mwanzo lakini mwisho wao ungekuwa ni sumu. Kwa hiyo malaika wanaona mwisho kabla hujaona mwanzo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya 12 na mstari wa 2 hadi wa 10 imeandikwa, mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamilika mle chumbani, akampiga Petro bavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma na kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Kwa hiyo kuna wakati, hili ni jambo la 9, malaika huondoa watu hatari katika maisha yako. Kuna muda malaika anaweza akaondoa baadhi ya watu katika maisha yako, anaweza akaondoa baadhi ya watu katika maisha yako. Lakini jambo lingine la 10, malaika hupunguza athari ya mabaya yanayokufikia. Sio kila baya linaweza kuzuia kabisa, lakini linaweza kupunguzwa nguvu. Mfano, labda ajali ingetokea kubwa lakini inatokea ndogo. Hasara ingetokea kubwa lakini inapungua. Ugonjwa ungiwa mkali lakini unadhibitiwa mapema. Hapa malaika hawakuondoa tukio, bali walipunguza madhara yake. Hii ni aina nyingine ya ulinzi wa hali ya juu sana. Ndio maana ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 3 na mstari wa 23 hadi 27 imeandikwa, na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefungwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadneza akakaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye hai, tokeni nje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri walikuwa wamekusanyika pamoja. Wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu yao, na mili yao wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubalika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Kwa hiyo malaika, hilo jambo lingine, malaika wao wanaweza kazuia. Kama ilikuwa ni tukio baya wakalipunguzia, likaja likatokea kidogo. Ilikuwa ni ajali kubwa, unashangaa tu ajali inatokea kawaida lakini unapona. Jambo la 11, malaika huweka watu sahihi njiani mwako kwa wakati sahihi. Ulinzi wa malaika hauji tu kwa kuzuia, bali pia
kwa kuleta msaada kabla hatari. Unakutana na mtu anayekupa ushauri muhimu, au mtu anayekusaidia ghafla katika wakati mgumu, au anayekuzuia kufanya uamuzi mbaya. Huyu si mtu wa kawaida tu, mara nyingi ni chombo kilichotumiwa na malaika kukulinda. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Malaika, ukisoma kwenye Biblia utaona malaika alimletea Elia chakula wakati wa uchovu mkubwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza 19 na mstari wa 5 hadi wa 8 pale ukisoma utaona. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi, jinsi malaika wanavyozuia mabaya kabla hajakupata. Kama kuna kitu ambacho umejifunza, naomba comment uniambie umejifunza kitu gani.